Naitwa Lydia Jacob. Mimi ni msindikaji wa vyakula ambao nina kiwanda kidogo, nasindika korosho, mboga, matunda pamoja na kilimo cha uyoga, ikiwemo na kilimo hai cha pilipili pamoja na mazao ya biashara kama alizeti na mahindi. Siri ya mafanikio yangu ni ubunifu pamoja na kujituma na kufanya bidii. Mimi nilikuwa sina mtaji kabisa na nilikuwa ni mkulima ambaye nilikuwa nalima mpunga. Baada ya hapo nikawa nanunua, ninapotoka shambani nikawa nanunua ndimu. Mtaji wangu ulianzia kwenye ndimu na bamia. Nilikuwa nabeba ndimu kidogo na bamia kidogo nauza kwenye magenge. Baada ya hapo nikawa nimeendelea, nikafikia hatua ya kujifunza usindikaji. Baada ya kujifunza usindikaji, nikawa naendelea kusindika. Baadaye bidhaa zangu zikawa zinaonekana kwamba ni nzuri na nilianza kusindika mbilimbi na achari. Baada ya hapo nikaendelea, nikawa nimepata mtaji kidogo, nikunganisha na kilimo cha mpunga nilichokuwa nacho, mtaji ukawa mdogo. Baada ya hapo nikaingia kwenye maonyesho. Nilipoingia kwenye maonyesho nikawa napata wateja, wanaendelea kupenda bidhaa zangu, wanaendelea kunishauri na waambia kwamba mtu akiona tatizo kwenye biashara ninayosindika ajaribu kuniambia kosa ni nini. Wakawa wananiambia boresha hapa, boresha hapa, boresha vifungashio. Nikafikia hatua ya kuendelea. Baadaye kwenye gazeti nikasoma kwamba kuna mahali ambapo wanafundisha namna ya kufungasha. Nikaenda nikajifunza, mume wangu akanikopea hela, nikaenda nikajifunza. Nilivyojifunza baadaye nikarejesha, nikaendelea kusindika. Baada ya kuwa nimeendelea na usindikaji na kuonekana bidhaa zangu ni bora, niliona wateja wamekuwa ni wengi. Kitu nilichofanya kikubwa na kilichonifanya nifanikiwe na niweze kuwaza wazo la kukopa katika benki ya Caritas ni kwamba nilipata wateja ambao walikuwa ni wengi, wakapenda bidhaa zangu. Baadaye nilianza kukopa fedha kidogo, ilikuwa ni 500,000, nikanunua vifungashio, hela kidogo nikapunguza, nikaenda kuendelea kujifunza zaidi namna ya kuboresha. Baada ya kuwa nimeendelea kwenda kuboresha huku ninarejesha, nikamaliza marejesho. Baada ya kumaliza marejesho, nilikopa tena mkopo wa pili ambao ulikuwa ni milioni 2. Baada ya kupata mkopo wa pili wa milioni 2, nikaenda kusoma quality control, nikalipa 600,000 katika hizo fedha. Baadaye hela nyingine nikaendelea kuzalisha huku nikiendelea kurejesha. Na baada ya hapo nikaenda, baada ya kuona kwamba bidhaa zangu zimekuwa nyingi na ni bora na watu wanazihitaji, nikaingia kusoma ubanguaji wa korosho. Nikalipa 120,000. Nilipolipa 120,000 katika ubanguaji wa korosho, niliingia kubangua korosho, nikaenda kwenye maonyesho ambayo yalikuwa yanafanyika White Center Hotel. Katika maonyesho hayo nilifanikiwa kuuza kwa sababu ilikuwa ni mkutano wa SAGOT ambao ulikutanisha watu mbalimbali. Kwa sababu hapa wilayani mara nyingi inapotokea kwamba kuna semina mahali fulani, huaga nachukuliwa kwa sababu huwa bidhaa zangu nafanya vizuri. Niondoka na korosho, nikaondoka na mbilimbi, nikaondoka na matunda yaliyokaushwa, nikapeleka na unga wa mhogo. Baada ya hapo nilikutana na waziri wa kilimo wa Sudani, akiwa amekuja kwenye huo mkutano wa SAGOT. Akasema ameweza kupendezeshwa na bidhaa zangu, akamezihitaji kwamba tuweze kwenda kwenye maonyesho ambayo yako South Sudani. Aliniachia contact yake. Baada ya hapo nilijiuliza kwamba naweza kwenda vipi. Nchi ya Sudani nasikia inakuwa na vita, lakini nilijitia nguvu nikathubutu. Kwa sababu nilikuwa nimeshahudhuria baadhi ya maonyesho, nikaona faida zinazotokana na maonyesho. Nilikazana, nikajiandaa, nikajipanga, nikamshirikisha mtu mmoja kwenye association ya hoti. Huyo mtu nilipomshirikisha akasema tujipange tuweze kwenda. Tulijipanga, nikaenda kuomba, wakaniongezea mkopo kwa sababu nilikuwa nimeshapata mwaliko tayari kwa ajili ya kwenda South Sudani. Waliniongezea mkopo, jumla nikapata milioni 5. Nikafika, nikaingia kwenye maonyesho ya kilimo, nikapata wateja. Baadaye nikakutana na mtu Mtanzania, nikamuomba anielekeze wapi naweza kuuza kwa sababu ile ni nchi ya ugeni. Akatuonyesha, wamependa korosho pamoja na majani ya chai ya Tanzania.
na viungo. Nikafanikiwa kupata supermarket 3 za Wafilipino, ndiko nilikoweza kufanya biashara. Baada ya hapo nimefanikiwa kuwa na usafiri, baada ya kuwa nimepeleka bidhaa Sudani, na sikuendelea Sudani, nimeendelea Sudani kama miaka 3 hivi. Baada ya vita iliyotokea mwezi wa 7 mwaka juzi, sikuweza kwenda, nilirudia njiani. Lakini nashukuru kwamba bado wanaendelea kufanya mawasiliano na mimi, ila huwa anatuma mzigo mdogo, na imenipelekea hiyo kupata soko lingine ambalo limeniomba nifanye analysis ya korosho ili waweze kujua content zilizo kwenye korosho. Na sasa nina certificate kutoka kwa mkemia, na nimeshafanya TFDA wameshaangalia bidhaa yangu ya korosho. Kwa hiyo ninayo certificate ya korosho, ninayo certificate ya mkemia ambayo inaonyesha kwamba kinachotakiwa ni. Kwa hiyo ninajiandaa kwa ajili ya soko la UN ambao wameona na wameangalia, na mkopo huu unisaidia kulipia dola za kufanya analysis ya korosho. Nilipa dola 180 na baadaye nikalipa pia dola 140. Kwa hiyo mkopo kwa kweli unisaidia, na sasa na certificate ya analysis ya korosho ambayo kimataifa. Kwa hiyo nikitaka kuuza kimataifa naweza kuuza. Mkopo pia ambao nimepata Caritas umenisaidia kuboresha jengo langu. Ninalo jengo zuri ambao nafanyia usindikaji wa chakula, nilimalizia finishing, nikanua na mashine 4 za kubangulia korosho, nikaongeza na mradi wa uyoga ambao nilikuwa nashindwa kufanya kwa ukubwa, ambao umenipelekea kupata soko la kila siku kwenye mahoteli pale Oysterbay. Changamoto ninayokumbana nayo ni changamoto ya wafanyakazi. Wafanyakazi wakati mwingine wanahitaji hela kubwa. Changamoto ya pili ni mgonjwa ambaye niliye naye. Nina mgonjwa, ni mume wangu, amelala chini miaka 8. Alipata ajali akawa ameumia mgongo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwenye biashara yangu, lakini siiti kama changamoto, naikubali na naweza kutatua kwa sababu kazi hazilali. Nimeajiri vijana 4 ambao wananisaidia kumwangalia akiwa hayupo. Mimi kama mama ninasindika, lakini nahakikisha kwamba asubuhi nimeandaa chakula cha mgonjwa, nimepanga ratiba ya mgonjwa kisha naondoka. Na nina mtu ambaye ni special kwa ajili ya kumpa mgonjwa chakula. Na nina mtu ambaye ni kwa ajili ya kumsaidia ninapokuwa sipo, ninapoingia kwenye usindikaji. Ya mbali na changamoto ya kuwa na mgonjwa, changamoto ambayo ni iliyonirudisha nyuma, naona kama nirudi nyuma kwa sababu wakati nasafiri kuelekea kupeleka mzigo napitia njia ya Kampala. Kiwa njiani vita ilitokea, kwa bahati nzuri nilifanikiwa kurudi. Nilivyofikisha mzigo mwingine ukawa umepotea kwa sababu nilikuwa nashusha mzigo kwa ajili ya kwanza kupeleka supermarket. Kwa hiyo mzigo ulipotea, nikabaki na mzigo nusu. Kwa hiyo ulipobaki mzigo nusu, nikarudi nao nikaenda ubalozi wa Uganda. Ubalozi wa Uganda wakaupokea, wakanitafutia mteja, na korosho zikawa zimechelewa kutoka, nyingine zikawa zimeingia wadudu, nikawa nimepata hasara. Hivyo ilikuwa ni mzigo, ilikuwa ni tani 1 kasoro kilo 64. Kwa hiyo nimepata hasara. Iliyobakia kidogo nikarudi nao Tanzania. Nikawa nimepata hasara, nikawa nimerudi nyuma kwa ajili ya vita. Kwa hiyo nimekutana na changamoto ya vita, mtaji wangu ukawa umeyumba na nimerudi chini. Ya mpango yangu ya baadaye, nahitaji kuwa na kiwanda kikubwa. Sasa hivi nimejipanga kulima, nina heka 10 ambazo nimelima alizeti, ambao nimeshapata mkataba wa mnunuzi ambaye atanunua kwa msimu huu. Na baada ya hapo nimejipanga leo na kiwanda kikubwa niongeze mradi wa ukamuaji ya mafuta ya alizeti. Kama sitapata bei nzuri ya alizeti, kwa sababu mkataba unavyosema unasema kwamba kama nitapata mteja ambaye bei ni kubwa, tumekubaliana na mteja kwamba niweze kuuza. Kwa hiyo badala ya kuuza nitakamua mafuta. Najipanga kuwa na kiwanda kikubwa, nikamue mafuta, nibangue korosho ili niwe na kiwanda kikubwa kwa malengo ya baadaye. Nimefanikiwa kujitangaza kwa kupitia vijana pale eneo langu la kiwanda. Kwa kweli nimeajiri vijana pamoja na wakina mama. Kwa hiyo hapa eneo la kwangu
nina watu ambao si zaidi ya 10 ambao wanakuwa wakisaidia shughuli zile za kila siku, kwa mfano process za uyoga. Vile vile nina vijana ambao huaga tunapita kila ofisi kwa ajili ya kuonyesha bidhaa zangu. Vile vile kutembea na bidhaa kuwafikia wateja mahali walipo, mimi kwangu imekuwa ni tangazo kubwa sana, kwa sababu kila mtu nakuta anajua bidhaa zako, na vile vile bidhaa zangu zimeweza kwenda hata nje ya nchi kwa watu ambao wananunua, alafu nao wanaenda wanajaribu, wanauzwa. Kwa mfano korosho yangu iko Uingereza, na juzi nimepata mteja mwingine ambaye amefuata kabisa mpaka eneo langu la process kuona kwamba anahitaji hizi korosho kwa sababu ni tamu. Na vile vile ni sehemu mbalimbali za nchi bidhaa zangu zimeweza kufika. Kwa hiyo na vile vile nakutana na changamoto la bidhaa wanahitaji bidhaa nyingi kuliko ninavyoweza. Kwa mfano kuna Uturuki wamehitaji kontena 3, kitu ambacho nakuwa siwezi. Nataka kontena 3 za bidhaa. Ni juzi tu kushinda jana nilikuwa na watu kutoka Uingereza wamehitaji kontena ya bidhaa nilizonazo za moringa. Kwa hiyo changamoto ni hilo, mtaji nakuwa ni midogo na kiwanda ni kidogo, sio kikubwa, na bado masoko ni makubwa zaidi. Kitu cha kwanza kwenye biashara yangu niende upande wa familia yangu, kwa sababu mimi kama mama ndo nimebaki nafanya kila kitu, kusomesha watoto na kumtunza mume wangu akiwa ni mgonjwa wa muda mrefu. Na vile vile nimeajiri vijana wamefika 8, nina mlinzi pamoja na mtu wa duka, kijana wa dukani ambaye yuko kwenye soko wako 3, pamoja na wanaonisaidia. Nina watu ambao ni wa vibarua wa kila siku, wanawake siku nyingine wanakuja 10, siku nyingine wanakuja vijana 8 kwa ajili ya kazi za kufanya za kila siku, malipo yale ya kila siku. Vile vile kwa jamii nimekuwa msaada, kwa sababu ni juzi tu baada ya serikali kutembelea eneo la kiwanda changu, naibu waziri wa afya, nimekabidhiwa mama mjasiriamali ambaye nitamlea ili afikie hatua ambayo na mimi nimefikia, ili kusudi awe kwenye uangalizi. Kwa hiyo mimi nina mchango mkubwa kwa jamii pamoja na serikali pamoja na familia yangu, kwa sababu serikali pia nao pia nimekuwa nikitangaza wilaya yangu. Kwa hiyo hapa wilayani nao wanajivunia pia eneo langu la kiwanda kama mama mzalishaji ambao nimefikia kufanya vizuri. Kwa hiyo nina mchango mkubwa sana kwa serikali kwa kuitangaza wilaya yangu, na mara nyingi wakati mwingine waga natoa hata kwenye TV waga naonekana. Kwa hiyo vile vile nimekuwa mchango kwa serikali, kwa jamii, zaidi kwa familia yangu, na mimi nisingejua kwamba niweza kumiliki gari. Na vile vile nilifanya mashindano nikafaulu kwenda South Africa baada ya kusoma export, nikafaulu kwenda South Africa kwa ajili ya kwenda kuangalia viwanda. Huko tukafanya mashindano kwenye Biosera meeting, nikashinda, nikawa mshindi wa 3. Najisikia vizuri kwa hatua hii ambayo nimefikia, na iwapo nitakuwa mshindi nitafurahi sana na nitajisikia vizuri sana, na nitasaidia vijana, kwa sababu lengo langu niweze kuwasaidia vijana pia na wanawake, na vile vile nitapata hatua kwa ajili ya matibabu pia ya mume wangu. Nitasikia furaha sana na nitajisikia vizuri, kwa sababu mume wangu nimeshindwa kukidhi matibabu yake inavyopasa, na nimeshindwa kufanya baadhi ya mambo muhimu ya mgonjwa ambaye amelala. Kwa hiyo mpaka hatua hii najisikia vizuri sana.